So as an electron is moving, you see quantum physics is all about quanta. Okay, speaking of quanta, you speak of packets of energy, you speak of electrons and so much stuff. Unaongelea energy levels, electrons moving, coming down, releasing energy na vitu kama hivyo. So with all that knowledge, inabidi tu hapa tutaangalia total energy of an electron in an hydrogen atom, or an electron as it is moving kwenye orbit. So with hydrogen atom as a reference atom, because it's the simplest atom. Okay, suppose that we have an electron in hydrogen atom moving in energy level 1. Okay, so we know kwamba just like a planet ikiwa inazunguka dunia, it has kinetic energy na potential energy, sawa, kana kwamba hii nucleus ndo earth. So this distance from the surface of the earth inasababisha kwenda potential difference. Ingawa kwa huku the point ya potential difference ni kutokana na difference in charge, positive negative, automatically inatengeneza potential difference. Okay, there is different concentration in charges between kwenye electron na kwenye nucleus, so it will create a potential difference. Potential difference will cause potential energy. So an electron, as long as it is moving kwenye orbit, ina both ina both potential energy na kinetic energy. So total energy ni sawa potential energy times plus kinetic energy. Again, we know kutokana na knowledge yetu electrostatics kwamba potential energy of any two charges, sawa, ni sawa sawa. Hapa tutaregard na yenyewe ina electronic charge. Okay, we are taking 2 points, point 1 na point 2. So we regard zote zinatumia electronic charge. That's the assumption. Why? Because hizi particles, electronic charge unajua is a standard amount, so standard or amount quantization or something like that. So tunatumia electronic charge because it's the standard, okay, it's the reference. So potential energy is given by this formula. I believe kwenye electrostatics mko vizuri, sawa. We know kwamba kwenye electrostatics inatuambia Q1 times Q2 divide by 4 pi E naught times R, where R is the distance between the two charges. Unfortunately hapa Q1 na Q2 zote ni E, so ndio maana kuna E square na is negative because it is pulled towards the nucleus, so automatically inakuwa ina lose energy. The whole point kwa ndio maana energy level is negative. Kwenye chemistry it's a very common questions, why energy level is negative. Hata huku unaweza ukaulizwa pia, sio tu kwenye chemistry, especially kwenye ile introduction part ya structure of atom pale nilikwambia. So okay, some of you are curious kwa nini energy levels are negative. Ni kwa sababu ni ambao nimeshaisema kwamba as long as electrons zina move zinakuwa attracted towards the nucleus, being attracted they lose energy kwa sababu zinakuwa pulled, they lose energy that falls below zero, making it negative. Okay, but we all know kwamba the movement of electron around the nucleus ni circular motion, so automatically hapa kuna centripetal force pia. Centripetal force is given by mv squared divided by r, ambayo hiyo centripetal force hapa ni force inayo take place hapa. Source ya hiyo centripetal force ni electrostatic force between two charges, ambao we know force between two charges according to Newton's findings, the inverse is the law relationship, okay, na vitu kama hivyo. Kwenye electrostatics kwa tunapata ni E squared divided by 4 pi E naught, ambayo ni permittivity of free space, times the distance between the two charges squared, ambayo ni radius ya hii circle. The distance between the, ndio maana hata kwenye potential energy distance between the two tumetumia ni r, radius of the orbit. So from here ukimultiply na r huku, ukimultiply na r huku, sawa, unabaki na mv squared. Unabaki na mv squared ni sawa sawa na r e squared over 4 pi e naught r squared. Una multiply na r huku, una multiply na r huku, unapata r e squared divided by 4 pi e naught r squared. So ukimultiply na half both sides, ukamultiply na half huku, hujabadilisha maana, ukamultiply na half this side, hujabadili maana, automatically
kuna kitu hapa tuna build, kuna kitu hapa ambacho tunatengeneza. Sawa, utakuja ku appreciate mwishoni, especially wanaosoma chemistry. Kuna kitu ambacho tunatengeneza, utakuja kuki appreciate baadaye. So just follow up. Ukimultiply na half both sides, unakuwa na mv squared divided by 2 is equal to kinetic energy. So this is equal to re squared divided by 8, because 4 times 2 ni 8. 4 times 2 ni 8. Pi e naught r squared. So remember the total energy ni sawa sawa na potential energy plus kinetic energy. From here we have kinetic energy ambayo is given by re squared over 8 pi e naught r squared, ndio hii hapa. Potential energy tulishasema hapa ni negative, hiyo hapa. So tukija kusimplify kwa sababu hapa r na r ina cancel, so that this inafanana na hii hapa. So ni kwamba tu hapa kuna a quarter, hapa kuna 1/8. Okay, so ukisimplify hapo unakuja kupata ni sawasawa na e squared negative e squared divided by 8 pi e naught divided by r. Okay, because a quarter is greater than 1/8, so this is negative, so eventually inakuwa 1/8. So what we can do hapo ni kwamba tukisha combine tunapata that thing hapo ambayo ni total energy, simplest expression ya total energy kwenye electron ambayo inakuwa ina move around the nucleus. Again tukiproceed further kutafuta expression ya radius, sawa, kuna kitu kinaitwa Bohr's radius. Okay, kuna kitu kinaitwa Bohr's radius. So we want to find ile expression, ku derive expression ya Bohr's radius alipataje. So we know from here from Bohr's postulate. Bohr's, unakumbuka mwanzo kabisa wakati tunafanya introduction, moja ya vitu ambavyo Bohr's alisema kwenye postulates zake, alisema kwamba angular momentum is quantized. Okay, angular momentum is quantized. We know angular momentum is given by mass times angular velocity. Okay, we know momentum generally is mass times velocity. Again tukiconvert kwenye circular motion, velocity ni sawa na v, omega ambayo ni angular velocity times radius. So eventually momentum inakuwa ni mass times angular velocity times radius, angular momentum. Okay, so angular momentum is given by n. N is the quantization itself, kwamba hiyo n itakuwa ni specific na discrete amount, ndio maana ya quantization, kwamba it will have a fixed amount. If this n is equal to 1 itakuwa na amount yake, n is equal to 2 itakuwa na amount yake, n is equal to 3 na amount yake. So this in summary is what Bohr's aliandika. Kama ulipitia zile postulates mwanzo pale, you should be understanding. Sawa, kwa wale watu wanaosoma PGM, sawa, pale mwanzo kwenye introduction na kushauri utafute S-Chand, sawa, class 11 ile form 5 chemistry. You can check kuhusu Bohr's postulates na ukaelewa vizuri zaidi what this means. Hatuwezi kuanza kuelezea the whole chemistry because it will waste our time like so much. So but simply hauhitaji kwenda deep sana, sawa, ni kufahamu tu hii ni moja ya postulate ya Bohr's kwamba angular momentum is quantized. Therefore, since the centripetal acceleration, centripetal force is mass v squared divided by r is equal to because the centripetal force is due to the electrostatic force ambayo inapewa kwa this formula, e squared divided kwa sababu ni charge 1 times charge 2 over that times separation between the two charges squared. If you square both sides, see hii ni njia tu ya ku eventually kufika pale tunapotaka. If you square both sides, okay, you square both sides, unapata mass squared. Okay, if you square both sides unapata if you square this equation 1 ukisquare both sides, equation 1. So this is from equation 1. Ukisquare both sides unapata mv squared times v squared times r squared, ndio hicho alichoandika hapa, is equal to nh squared. Okay, n squared h squared divided by 4 pi squared. Again ukimultiply kwenye equation 2 na r squared both sides ili ifanane na hii equation ambayo tumetoka kuiform iwe na squares za r. So interest yetu ni kwenye radius.
you multiply by r square both sides. Okay, if you multiply by r square both sides kwenye equation 2, ukimultiply huku na r squared, ukimultiply huku na r squared, na ukimultiply huku na r squared. So r squared na r squared zita cancel. Okay, r itabaki na r. So you'll have mv squared r is equal to e squared divided by 4 pi e naught. mv squared r is equal to e squared divided by 4 pi, kwa sababu hii r squared imekufa huku lakini imebaki r, kwa sababu ile r moja ilikufa na hii r ya chini hapa. Kwa hapa imebaki na mv squared r, ndio hii hapa mv squared r, na this side imebaki na e squared over 4 pi e naught. Okay, e squared over 4 pi e naught. So finally, ukidivide the two equations, utakuja kugundua kwamba this side, this divide by this, unabaki na mr, sababu mass ina cancel na mass moja, v squared ina cancel na v squared, r ina cancel na r moja hapo, kwa unabaki na mr. Again this side nh squared divided by 4 pi squared divide by this, unakuja kupata hichi kitu hapa. Okay, sababu hapa utakuwa una e squared divide by 4 pi. Jamani, hizi ni hesabu za kawaida, tuwezi kuanza kufundishana hesabu, so you can simplify it on your own. Finally utapata the radius is equal to that much. Okay, mimi na hakika hapa kama kuja kusoma physics, hesabu kwa vizuri na kuaminia, au sio? You have to believe that. So here is where we come to kupata kile kitu tunaita Boas radius. So Boas radius iliipata hapa kwamba ukichukua n is equal to 1, sawa, n is equal to 1, ukachukua Planck's constant squared e naught, n is equal to 1 kwa sababu alifanya experiment zake kwa kutumia hydrogen atom tu, na ndio ni moja ya weaknesses zake kwamba alitumia hydrogen atom kugeneralize za wote. Sawa, n is equal to 1, h squared e naught ni constant permittivity of vacuum of free space, mass, okay, this is mass of electron, pi times electronic charge squared. Ukimultiply unapata what we call Boas radius. Okay, tuendelee na hii Boas radius. Sawa, hatujafika pale ambapo tulitaka tufike mwanzo. This is just an intermediate step. Okay, so if we come back, okay, if we come back here, okay, if we come back here kwamba remember h squared e naught m pi e squared, this thing here, zote hizi ni constants. N can change, n can be 1, can be 2, can depends na energy level, lakini hizi ni constants. Okay, hizi ni constant. So this is what they have written up. Suppose that is a constant k, then we know that the radius n is equal to k times n squared. So that radius will depend on the square of the principal quantum number au at energy level. So the higher the energy level, the higher the radius. Okay, so that's what they're trying to show. Okay, so if you recall that the radius is given by that from here, then if we proceed with the step ambayo tuliishia hapa when tunaendelea na total energy yetu. So total energy, if you recall, ni sawa na e squared divided by pi 8 e naught times r, but now we have the radius expression mpya tunayo hapa. So if you substitute that radius hapo, unapata hichi kitu hapo. If you simplify it, finally unakuja kupata kwamba energy ni sawa. Do that. Sawa, ingiza hizo namba, ingiza hiyo radius expression, try to simplify kama utapata hichi kitu. Unakuja kupata ni sawa na e power 4 times mass divided by 8 e naught squared n squared h squared. Hiyo ndio expression ya energy. The negative sign, as usual, indicates that an electron is bound to the atom, and in order to remove it, work must be done against the attraction force of the positively charged nucleus. Hiyo ni another way to explain kile ambacho nilisema mwanzo, why energy levels zinakuwa negative na hii energy inakuwa negative. Okay, this explains it. So speaking of ionization, kuna kitu tuna derive hapa. Watu wa chemistry nafikiri watakuwa wameshaanza kusense na kuona ile raha ya physics ambayo inakuja kuonekana hapa kwamba kile kitu ambacho walikuwa wanakitumia siku zote
kumbe kilipatikana hivi. Tutakuja kuona muda si mrefu. So speaking of ionization energy, kawaida ni energy at infinity minus energy at the ground state, at hiyo energy levels ambao unaongelea. So suppose we are speaking of the, as long as tunadili na hydrogen atom, okay, tunaongelea energy level 1. Sawa, ni sawa na E ya infinity minus energy level 1, because ionization energy is the energy to move an electron from ground state to infinity, from energy level yake mpaka kwenda infinity, ili isirudi tena kwenye nucleus, inaondoka moja kwa moja kishafika infinity. So this is equal to E times voltage through which, as usual, everything is taking part, a voltage ambao hii process nzima ina take place. Okay. Just a way ya kuandika energy. So electron jumping from one energy level to another. Okay, and again hiyo difference in energy. Okay, hiyo tumeongelea ionization energy, okay, voltage of the ion na vitu kama hivyo. Lakini tukiongelea generally to transition kutoka one energy level to another, kwani inatoka E2 kwenda E1, where E2 is the higher energy level, E1 is the lower energy level for any two energy levels. So hii energy ni sawa na H times F. We know kwamba energy is H times F according to Planck. Okay, again we know total energy at any orbit, total energy katika any orbit is given by this. Sawa, ndio hichi ambacho tulikuwa tumetoka ku derive hapo. Sawa, so speaking of energy level E2, maana yake n is equal to 2. Speaking of energy level 1 is n is equal to 1. So if you put in those numbers hapa, so kwamba HF ni sawa negative E2 ni negative me power 48, lakini n2 kwa sababu ni energy 2 squared. Okay, kwa n2 squared h squared minus hiyo E1 na yenyewe ina minus yake separately, me4 kama kawaida, lakini kinachotofautishwa hapa ni n1. N is equal to 1 squared. Remember, hii n1 na n2 haimaanishi energy level 1 na 2. Inamaanisha n2 a higher energy level, n1 ni a lower energy level for any two energy level. So ukija kutoa all factors that are common, m ipo huku, m ipo huku, e power 4 ipo huku na huku, 8 ipo huku na huku, e not squared ipo huku na huku, h squared ipo huku na huku. So hivyo vyote ambavyo viko common unaweza kuvitoa nje ya mabano. Sawa, ndio hivi hapa tumevitoa nje. Ndani kwenye mabano inabaki negative 1 over n2 squared plus negative na negative inakuwa plus. Hapa kuna 1 over n1 squared. Ukiandika kwenye right form utakuja kupata hichi kitu kwamba 1 divided by n1 squared. Sasa hii formula watu wa chemistry nafikiri itakuwa ni imeshaanza kuwa familiar, si ndio? Okay. So if we decide to take Planck's constant to the right, ukidivide by h ndio unakuja kubaki na frequency huko. Kwa utaona hapa ilikuwa ni h squared, ndio maana hapa imekuwa h cubed. Ni kwa sababu ya hii h ambayo tulitoa the left side. Lakini again we know frequency. Frequency ni sawa na nini? Frequency ni sawa na speed over wavelength. So again we can take hiyo speed to the left kwa mfano hapa. Kwa hiyo tunaweza tukadivide na c hapa na huku tukadivide na c. Bado tujabadili maana. Okay? So finally my interest is to remain with c na c cancel, ubaki na 1 over wavelength. 1 over wavelength ni sawa na me power 4 divided by 8 e naught h cubed times c. C is velocity of light divided by 1, kwa sababu velocity of light, kwa sababu hapa kinachotoka ni radiation na all electromagnetic radiations na velocity of light. Okay, so 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared. So ukiput in hizi constants zote ukiziput together we form what we call Rydberg's constant. Okay, form what we call Rydberg's constant. Nafikiri watu wa chemistry mtaweza kuappreciate sasa ile Rydberg constant ambayo mnaitumia siku zote. Okay, ile Rydberg constant ambayo mnaitumiaga siku zote ndio ilipatikana kwa namna hii. Okay, ndio ilipatikana kwa namna hii. So you can see namna gani ambapo ilipatikana, na this formula inatumika kutafuta wavelength sawa ya emitted radiation when an electron is moving from a lower energy level to a higher energy level. Hii ndio formula ambayo
kutumia. Rydberg constant is usually constant which is 1.097 times 10 power -7 meters, I think, if I'm not mistaken. Hata kwenye calculator yako ipo. Kwenye calculator yako ukifungua kwenye cover, Rydberg constant imekuwa indicated, so you can check hapo and confirm. So hii ni formula ambayo tutakuwa tunatumia speaking of transition kutoka energy level moja kwenda nyingine. So this is how it was derived na this is it. Sasa the issue comes, Bohr alikuwa challenged kwamba bana, wewe umetumia hydrogen atom. Sawa? Umetumia hydrogen atom. Inakuwaje kwamba hichi kitu kinakuwa applied kote? Wewe umetumia hydrogen atom. Sisi huku duniani kuna atoms nyingi. Utatuaminishaje kwamba hii inaweza ikawa applied? Then wakafanya investigation, wakaja kugundua kwamba there are also hydrogen like atoms. Ninapoongelea hydrogen like atoms, naongelea zile atoms ambazo sio hydrogen lakini in real sense zina property ya hydrogen. Kwa mfano, tukiongelea hydrogen ambayo ina electron moja, sawa, ni sawasawa na helium ambayo ime lose electron moja. Hii ina property kama ya hydrogen kwa sababu ina electron moja. Helium ana electrons mbili. Akilose moja anabaki na electron moja, anakuwa kama hydrogen. Vile vile lithium akilose electrons mbili. Lithium ana charge 3, ana electrons 3. Akilose mbili anabaki na moja, anakuwa kama hydrogen. Vile vile beryllium akilose electrons 3 anakuwa kama hydrogen. Yeye ana electrons 4, akilose 3 anabaki na moja, anakuwa kama hydrogen. So wakaja kugundua kwamba these behave kama hydrogen, only that hapa kuna a factor ambayo inakuwa ni z squared. Sawa? This z squared is a factor ambayo inafanya, sawa, the same formula iweze kutumika for hydrogen like atoms, where z is the atomic number of the element now behave kama hydrogen like. Kwa mfano, kwa helium z inakuwa ni sawa na 2, kwa lithium z inakuwa sawa na 3, kwa beryllium z inakuwa ni sawa na 4. Usichanganye, sio charge ambayo imeandikwa hapa kwamba beryllium ni 3, lithium ni 2. Hapana, ni atomic number ya element now behave kama hydrogen atom. So for helium inakuwa 2, atomic number ya lithium ni 3, beryllium. Kwa hapa z itakuwa responding atomic numbers.